Kuna mechi katika hizi tano tatu. Kuna mechi uliona kwamba inaenda kuwa na magoli mengi kiasi hicho? Kwa Ken Gold nilitegemea 100%, lakini kwa Tanzania Prison, Tabora nao wamefungwa magoli 5, unapata picha ni muendelezo wa form mbovu. Kwa hiyo kwa ujumla kile ambacho wamepata timu zote tatu ni kutokana na ubora wao ambao ulikuwa unakinzana na ubora wa timu pinzani ambazo zimepata hayo matokeo. Tuanze hii ya Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans. Wananchi walikuwa na muda mrefu sana hawajaonekana kama wapo au hawapo. Lakini jana wakaonyesha tu sisi bado tupo. Na kwa mimi binafsi nilikuwa natazama zile mechi zote mbili kwa kuibia. Ya Simba pamoja na Ken Gold. Tuna dabi ngumu sana. Tarehe 25. Mechi itakuwa ngumu kutokana, yani unajua kwenye uhalisia mpira unakupa picha kwamba hii timu ni bora kutokana na matendo ambayo yanaonekana ndani ya kiwanja. Yani timu inacheza vipi, unatengeneza vipi hizo nafasi ambazo zinabadilisha kuwa magoli. Kwenye form timu zote zibahatishi. Sasa kuna vitu ambavyo pengine ndio vinaweza kuja kuwa different kwenye hiyo mechi ya tarehe 25. Wanasema small details make difference. Kuna vitu vidogo ambavyo vikifanyika kwa usahihi inawezekana mimi nikaa tofauti na wewe kwenye jambo moja. Kwa hiyo hii naitegemea kuiona kwenye hiyo mechi, kwa sababu kwenye mizani mpaka sasa hivi unaona ubora ambao uko sawa kwa sababu ya hilo gap la alama moja. Kutocheza kwa Yanga kwa muda mrefu na kile ambacho jana wamekifanya kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya dhidi ya Tanzania Prisons, miongoni mwa timu ambazo pia zinasifika kukupatia wakati mgumu pindi unapocheza nazo. Unaweza kuzifunga lakini kuna wakati mgumu zitakupatia. Ilitosha kuonesha Yanga uwezo walionao kwa kucheza ugenini, kucheza na timu za namna hiyo ambazo zinaweza zikatengeneza mazingira magumu ya wewe kupata alama 3. Sasa hapo ni yani kitu kikubwa ambacho cha kujadili ni ukiachana na Yanga kutocheza muda mrefu, pia inabidi uangalie daraja la wachezaji ambao wanapatikana Tanzania Prison. Nafikiri katika misimu ya karibuni yani kwa mfano msimu huu ukiangalia wachezaji ambao wapo Tanzania Prison na misimu 3-4 nyuma, kuna utofauti mkubwa wa ubora. Sasa ubora ukiwa mdogo, unaenda kucheza na mpinzani ambaye mchezaji ambaye anakaa benchi anaweza akaofa kitu kama kile ambacho cha mchezaji ambaye anaanza. Maana yake unaenda kukutana na kitu kizito zaidi. Sasa unaondoa Yanga kutocheza muda mrefu, kwa sababu inawezekana hawajacheza muda mrefu lakini kwenye mazoezi wanafanya kitu ambacho ndio kile ambacho wanaenda kufanya kwenye mechi. Issue inayokosekana ni ile pressure, kwa sababu kwenye mazoezi uwezo ukapata pressure, uwezo ukapata ile shinikizo kwamba unahitaji kitu, lakini kwenye mechi utabidi umlazimishe mpinzani kumfunga. Sasa hapa ndio ambapo unaona utofauti wa mchezaji mmoja mmoja ambaye anapatikana Yanga na anapatikana Tanzania Prison. Lakini hiyo ni quality tunaongelea, lakini wakati mwingine wanasema unaweza kuwa na quality lakini bado usipate matokeo. Yani una wachezaji bora lakini usipate matokeo. Kwa sababu gani? Endapo ukiwa na wachezaji bora hawatimizi majukumu ambayo wanapaswa kuyafanya kutokana na zile position ambazo wanacheza, maana yake hutaweza kufanikiwa kupata hayo matokeo. Lakini kinyume chake, kwamba endapo wachezaji wanatimiza majukumu vizuri kwenye yale maeneo matatu ya kiwanja, obvious unaweza kufanikiwa. Ndio hicho ambacho tunakiona kwa Yanga, kwamba namna ambavyo wana display, kuna moment unaona kabisa kwamba wanakufunga, yani unaona kabisa unatafutwa ufungwe. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi naamini kwenye kujituma na ubora mchezaji mmoja mmoja, lakini as a team unaona namna gani Yanga wana flow. Kwa hiyo Tanzania Prison wamefungwa katika kiwanja cha nyumbani, lakini huwezi ukaondoa ubora wa wachezaji wa Yanga kwa ujumla. Sawa.